Fred Lwena ni kijana anayekabiliwa na changamoto kubwa ya kiafya kutokana na tatizo la mguu linalomfanya ashindwe kufanya kazi na kujihudumia. Kutokana na hali yake ya kimaisha, hana uwezo wa kugharamia matibabu yanayohitajika. Katika kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, wanawake wa manispaa ya Songea walimtembelea na kumpa msaada wa awali wa kibinadamu ikiwemo godoro, sabuni za kufulia kama ishara ya upendo na mshikamano. Hata hivyo, bado anahitaji msaada wa gharama za matibabu. Tunaiomba jamii na wadau mbalimbali kujitokeza kumsaidia, kwani mchango wako mdogo unaweza kurejesha matumaini mapya katika maisha yake. Tushirikiane kumsaidia Fred Lwena apate matibabu na kurejesha maisha bora. Kwa majina naitwa Fred Eglibert Lwena, ninaishi mtaa Majengo. Pia mimi ni mgonjwa wa matende. Ndugu Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi, wakurugenzi, wabunge, wenye viti pamoja na viongozi wengineo, nilikuwa naomba msaada wenu ili niweze mimi kuwa salama, maana mguu wangu mimi huwa unanisumbua sana. Kuna wakati unakuwa mzito, kuna wakati sitembei kabisa, hata ikiuma kucha basi maumivu yanapelekea mwili mzima. Hivyo basi nilikuwa naombeni msaada mnisaidie. Na hivyo napenda kuwashukuru wanawake wa manispaa ya Songea kwa kuja kunitembelea mimi na kunijulia hali yangu. Napenda kuwashukuru sana, maana hata changamoto yenyewe ninazo nyingi. Hivyo basi kwa haya tu niliokuwa nayo kwa ajili ya mguu wangu, nilikuwa naomba unisaidie. Aisha Abdalla, napenda kumzungumzia Fred. Fred ana maisha magumu sana. Yaani mguu alikuwa mzima, baada ya matatizo yake kumwaumwa, baadaye tukashangaa mguu unajaa, unatoa maji, unatoa maji. Sasa hivi imefikia tamati, yani mguu umejaa sana. Kwa hiyo yani ana muda mwingi anakuwa afadhali ndani mwake, anakaa muda fulani afadhali ndani mwake, sasa hivi mnatoa harufu na kanyaga ardhini hivi. Sasa ule mguu kwa sababu ni mnene sana, unasili kama matende, unatoa maji. Kwa yale maji yanapotoa vile anataka kupungua kidogo, akajisikia afadhali. Baadaye akaendelea kukaa ndani, anaweza kukaa ndani kama miezi miwili ndani, akatoka tu nje na kuingia, na akatoka nje na kuingia ndani. Ila na mama yake ambaye ni mlezi ambaye anaishi naye anamsaidia kama kwenye vyakula nini na nini, anamsaidia. Ila kile ule mguu kwa kusema kumhudumia, ahudumiwe, asaidiwe, kwa kumsaidia hayupo. Anahitaji msaada mkubwa, na hela ya kumhudumia mguu ile ni pesa nyingi, kwa sababu mtu mwingine anaweza akaja hapa anampiga picha, anakuja magari anampiga picha wa mguu, wanatoka, kisha toka wanatokomea, hawaonekani tena. Kwa hiyo tuna changamoto, wewe kijana ni yuko hivyo, ana changamoto kubwa sana, ambapo serikali kama inanisikiliza, naomba imsaidie huyu kijana, huu mguu aweze kusaidiwa, aweze kupona. Kwa majina naitwa Saidi Hassan Kalela, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mwenye Mkuu Moyo Majengo. Fredi, kama mlipomwona, tatizo lake ni mguu na chanzo cha mguu wake ni matende. Hana uwezo wa aina yoyote kusema kwamba labda anaweza kujishughulisha kwa shughuli aina yoyote ile. Ni mtu akikalie, hana mwendo wa aina yoyote ile. Kwa hiyo kikubwa ni moja kwa moja kwamba kwa nyinyi wote ambao mtakuwa mmeona hii picha yake, kuona yeye jinsi alivyo, mmeguswa kwa namna moja au nyingine, nachoomba ni msaada Mwenyezi Mungu ili aweze kumjalia apone, hatimaye aweze kurejea katika shughuli zake za kawaida. Kwa hiyo chonde Mheshimiwa Rais, nadhani utakapokuwa umeguswa na huyu kijana, msaidie. Mheshimiwa mbunge wetu Dr. Damas Ndumbaro, utakapokuwa umemwona huyu kijana jinsi alivyo, uguswe na hali hii kwa namna yote ile. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, nadhani utaiona hali ya huyu kijana, na vile tunakuomba vile usimamie swala la huyu kijana, hatimaye aweze kupata matibabu. Siku ya mwanamke duniani Kweli akina mama mna moyo wa upendo sana. Amina. Na mnajua kwenda leba. Amina. Huyu kijana alizaliwa na mwanamke kama sisi. Kwenda kumuona mtoto aliyezaa mwanamke mwenzetu. Hongereni sana. Hongera zetu sana. Kijana kuwa na amani, sisi ndio mama zako. Fredi, hili godoro lina thamani ya Laki1, ni thamani au ni michango ya wanawake. Kwa hiyo na baada ya kuonyesha picha ya mguu wako na hali halisi, kamati ikaridhia kwamba tuweze kuleta hili godoro ili uweze kupata angalau afueni. Hatuwezi kumaliza shida zote, lakini kwa hili tunamshukuru Mungu ametusaidia. Lakini bado wanawake hawa wakaona si vema, wakakupa pia na sabuni. Ndio mama zako. Sana kina mama. Nawashukuru kwa maana ya kwamba mmetuona Majengo kwa kutambua umuhimu wa kijana wetu ambaye alikuwa na changamoto, mkaona ni vema mwitumie siku hii
walau kwa kumfariji, kwa kumletea zawadi. Kwa hiyo tunawashukuru sana kina mama, na tunaamini siku zote katika huruma ya moyo wa kwanza mama, hilo halifichiki. Kwa hiyo nyinyi hamjafanya maigizo, hii iko ndani ya nafsi yenu, Mungu ndiye alivyowaumba, na tutaendelea kuwapenda na kuwaheshimu. Asanteni sana. Leo mmefika kata ya Majengo, lakini hata mimi mheshimiwa diwani mmeniheshimisha. Niwashukuru sana, kijana wangu leo anapata zawadi kutoka kwenu na mimi nimefurahi sana. Nawashukuru sana kwa upendo wenu, wana mama, kwa kujitoa kwenu. Naamini kweli mmetenda tendo kubwa sana la huruma kwa kijana wetu Fredi. Mungu awabariki sana. Naamini nilipotoa wazo hili hakuna hata mtu mmoja aliyeweza kusita na kusema kwa nini iwe kwa yeye. Wote mliafiki kwa pamoja na mkakubali kufanya matendo ya huruma kwa Fredi. Na Fredi naamini kwamba amefurahi sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni sana.